Mheshimiwa, kifungu hichi kina mshahara waziri na takriban watu wengi. Tutaanza na Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nipate ufafanuzi kutoka kwa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili uweze kupata leseni ya usafirishaji, mamlaka ya usimamizi wa usafiri wa nchi kavu kwa maana LATRA inahitaji viambatanisho kadhaa ikiwemo leseni ya udereva. Lakini kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na usumbufu mkubwa sana wa namna ya kupata leseni za udereva, haswa kwa wale wanaohuisha leseni ambazo zimeisha muda wake. Hivyo jambo hili limekuwa likiathiri sana mtiririko wa utoaji wa mizigo katika bandari, kwa sababu madereva wanalazimika kuingia mafunzoni kwa siku 14, lakini pia wanalipishwa zaidi ya shilingi 300,000. Lakini pamoja na hilo, kupata cheti baada ya hayo mafunzo ni zaidi ya mwezi mmoja. Kwa hiyo tunakuwa na zaidi ya miezi miwili tunakosa idadi kadhaa ya madereva ambao wamepata mafunzo, kiasi kwamba sasa inasababisha msongamano wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam kwa sababu malori mengi yanakosa madereva. Sasa nilitaka nipate ufafanuzi wa serikali. Tumeboresha bandari, mizigo inaingia kwa wingi, lakini huku wenyewe tunajipiga chenga kwa kuanzisha vitu ambavyo vinazorotesha ease of doing business. Sasa naomba nipate ufafanuzi, na kama sitaridhika na maelezo ya serikali, nitaomba waheshimiwa wabunge waniunge mkono ili tuweze kujadili jambo hili. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, tunakubaliana na hoja ya Mheshimiwa mbunge kwamba ni hoja muhimu. Madereva wanahitaji kutazama kwa jicho la kipekee kutokana na mchango mkubwa unaotoa katika usafirishaji. Na serikali kwa kutambua hilo, yako mengi ambayo imeendelea kuyafanya ili kuhakikisha kwamba mazingira yao yanakuwa ni mazuri. Na msingi wa kuweka hoja hii ya kwamba wapate mafunzo upya, hivi karibuni pia Mheshimiwa Spika utakubaliana na mimi kwamba kulikuwa na changamoto kubwa sana ya ajali barabarani. Hivyo serikali ilianzisha utaratibu wa kuhakikisha kwamba inawahakiki, na mara baada utakapokuwa wamepita kwenye hatua hizo wakithibitishwa, wale ambao walikuwa na vyeti walikuwa wanaweza kufanya renew kama kawaida, lakini wale ambao hawakuwa na vyeti walikuwa watakiwa wasubmit vyeti au wasome tena waweze kuendelea. Lakini hata hivyo, hoja hii tumeshauriana na wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, tunaipokea kama serikali, tukaichakate na kutafuta namna bora ya kuweza kupunguza pengine kama ni usumbufu na Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Shangazi. Basi acha wakaichakate, alafu nadhani tutakapojadili Wizara ya Mambo ya Ndani tutaijadili kwa kina. Asante. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa, nataka nipate ufafanuzi kuhusiana na swala la ndege ya abiria kutokea Mwanza kuja Dodoma. Mimi nilikuwa mmoja wa waanzilishi kuipanda ile ndege na ilifanya vizuri ukilinganisha na baadhi ya ruti zingine ambazo ndege zetu zinaenda wingi wa abiria. Lakini ghafla ilitolewa ile ndege na baadaye tuliambiwa kuna baadhi ya ndege zimeharibika, kwa hiyo wameamua kupunguza ruti. Lakini kwa sasa tunaona ndege zote zinatembea, na sisi kwa Rexon tuko wengi, tunalazimika kutoka hapa kwenda Dar es Salaam kwenda Mwanza na kurudi zaidi ya milioni 3 trip moja kwenda na kurudi. Kwa nitaka kupata ufafanuzi ni lini ndege yetu inarudi. Nisiporidhika nitashika shilingi ili wabunge wa kanda ya Ziwa na wabunge wengine watusaidie kupata ufafanuzi. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Msukuma kama ifuatavyo. Tunajua kwamba ruti hiyo ya Dodoma tu Mwanza ni ruti muhimu na ilikuwa inatoa unafuu mkubwa kwa wananchi wa Mwanza. Kwa vile Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, sasa tuko na uwezo na tutairejesha ruti hiyo mara moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa maneno yanaumba na bunge bado lipo na sisi tupo, tunaisubiri hiyo. Tutaanzisha ruti mara moja kwa sababu na sisi tutakuwa mara moja kuisubiri. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Bonaventura Sesteri Kiswaga. Asante Mheshimiwa Spika, naomba ufafanuzi wa kutosha juu ya ujenzi kamilishaji wa jengo la abiria ili kuwa hadhi ya kiwanja cha kimataifa au uwanja wa Mwanza. Kama sitapata maelezo ya kutosha, nitachukua shilingi ya mshahara wa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, tunakubaliana na hoja ya Mheshimiwa mbunge. Mwanza ni kitovu cha biashara ya kanda ya Ziwa na Mheshimiwa Spika, tunakubaliana na Mheshimiwa mbunge juu ya umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza, na kwa kulitambua hilo, serikali ilikwisha anza kufanya maandalizi mbalimbali kuufanya kuwa wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kujenga jengo la abiria. Wakati mchakato unaendelea, lile jengo la abiria, na baada ya kutazama upya, tukabaini kwamba lisingeweza kukidhi viwango vinavyohitajika kwa uwanja wa kimataifa wenye hadhi kama ya Mwanza. Hivyo basi, tumerudi serikalini na kuanza kufanya tathmini upya. Moja, maamuzi yamefanyika, uwanja huo, jengo hilo litajengwa, lakini sio lile lililokuwepo kwa sababu lilikuwa ni dogo. Hivyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge atuachie shilingi. Tumeshaanza kufanya taratibu za kutafuta fedha kwa ajili ya kuanza kujenga jengo hilo lenye hadhi na litakaloendana na uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Mheshimiwa Kiswaga. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa kila mwaka bajeti hutengwa na utekelezaji wake unakuwa kinyume, naomba wabunge nitoe hoja tujadili jambo hili muhimu la kitaifa. Hoja yako imekubaliwa. Tuna nini sasa? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Uendelea tu. Spika, kwa kuwa uwanja huu wa kimataifa ambao tunatarajiwa wa kimataifa ni uwanja muhimu sana kwa nchi, ndege ambazo zinatua kwa siku ni ndege zaidi, ATC ni 4, lakini ndege zingine ni zaidi ya 3. Kwa jumla ni ndege 7. Lakini uwanja huu hata leo ukitafuta tiketi ya kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza zimejaa. Kwa hiyo ni uwanja muhimu sana. Sasa Mheshimiwa Spika, tunaomba, kwa sababu faida kubwa inapatikana Mwanza, tunaomba commitment ya serikali kwamba sasa huu uwanja utakamilika ndani ya muda gani. So bilioni 6 ambazo zimetengwa tunaona haziwezi kusukuma huu uwanja. Kwa Mheshimiwa Spika, tunaomba commitment ya serikali, ni muda gani uwanja huu utakamilika ili tuache kuwa tunazungumza huu, tukuze uchumi. Mheshimiwa Maleko Matiko. Usisimame. Okay. Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, kwanza naunga mkono hoja, lakini la pili, Mwalimu Nyerere alituhusia kupanga ni kuchagua. Tunapaswa kuchagua
pale Mwanza tunachokitaka ni maboresho au ujenzi na upanuzi timilifu wa kufanya uwe na hadhi ya kimataifa? Lugha iliyotumika kwenye hotuba ni lugha ya kwamba, ukitazama lugha ya Serengeti, na mimi naunga mkono ujenzi wa uwanja wa kimataifa Serengeti, no problem. Ni lugha ipo clear kabisa, ni ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Serengeti. Lugha hiyo ni tofauti kila pale Mwanza inapotajwa, ni maboresho ya uwanja wa Mwanza. Hii inaonyesha kwamba serikali bado haina clear plan na nia ya dhati ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Mwanza. Kwa hiyo nakubaliana na hoja kwamba tunataka clear commitment, ni lini Mwanza watapata uwanja wa kimataifa. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Kwa kweli Mheshimiwa, na mimi naunga mkono hoja ya Kiswaga, na Mheshimiwa Spika utulinde, kwa sababu sisi tumeshika mshahara wa waziri. Sasa naona naibu waziri anatuingilia. Mheshimiwa, nilikuwa naomba tuungane na wenzangu wote kwamba hapa hatumkomoi mtu, ila tunajaribu kuzungumza. Tuna miaka 15 humu ndani, na kakaangu Mbarawa hata mwaka jana ilikuwa hivyo hivyo, ile bunge lililoisha mwishoni ulituambia hivyo hivyo kwamba nini, tukaenda tukafungua mkataba wa bilioni 33. Huo wa bilioni 33 umeshindikana, kwamba mmeweka vigezo vikubwa, kaondoka kwa sababu mkataba leo bilioni 6. Hii haiwezekani Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo tunahitaji Mbarawa, kipaumbele chako kwenye bajeti yako utuambie ni lini unaanza na unakamilika, basi tutaachia shilingi, wala hatuna matatizo na shilingi ya Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Ulega. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkubwa na taadhima, ninaomba waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Mwanza na majirani wamwamini Profesa Mbarawa na serikali. Uwanja wa Mwanza umekuwa ukifanyiwa mambo kadhaa. Hapo mwanzo serikali imewahi kujaribu katika kuuboresha, hata kuhakikisha kwamba minofu ya samaki iweze kuwa inapita pale. Jitihada kubwa zilifanywa na hakika zinaendelea kufanywa. Ni kutokana na lile la uaminifu wa serikali, na inapoahidi inatekeleza. Mimi ninaomba nimshawishi Mheshimiwa Bonaventure Kiswaga ya kwamba tumwache profesa na shilingi yake, atakwenda kufanya. Kwa hakika ule uwanja wa Mwanza hapo mwanzo, Mheshimiwa Spika, hata ile fence unayoiona haikuwepo, na kihistoria iliwahi kushuka ndege pale ikapata ajali kwa kumgonga mnyamapori nguruwe. Ndivyo, na waheshimiwa wabunge wa Mwanza wanajua serikali ilipokea, ikafanya jitihada, ikatengeneza, na leo taarifa, tunashukuru Mungu kwamba hilo halipo. Kwa hivyo mimi ninawaomba ya kwamba waiache serikali shilingi yake ili kusudi ikatekeleze, ikiwa ni pamoja katika kuliboresha hilo na lile la airport Igombe mpaka Kayanza kule, kwenda kutengeneza ile barabara inayoungana na huu uwanja mkubwa muhimu wa Mwanza, ambao utakwenda, ile barabara itakwenda kuunganisha mpaka na Magu. Watu wanaotoka upande ule wote waweze kupata huduma iliyo bora katika uwanja wetu wa Mwanza. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Samahani. Hii hapo ukibonyeza back. Haya hizi vitu vya wazungu hivi. Haya chibu aende hapo. Tunatakiwa weke ile kama barcode. Ni ile barcode. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia hoja ambayo imetolewa na Mheshimiwa mbunge Kiswaga, mbunge wa Magu. Mheshimiwa Spika, na litambua jambo hilo ambalo Mheshimiwa mbunge ameliweka mezani, na niungane na Mheshimiwa waziri wa sekta pamoja na timu yake ikiwepo hoja ambazo zimetolewa na Mheshimiwa naibu waziri. Kama serikali tunatambua umuhimu wa uwanja wa ndege wa Mwanza. Na Mheshimiwa Spika, zipo jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kuweza kuhakikisha kwamba uwanja wa ndege unaojengwa Mwanza uendane na hadhi kwamba Mwanza ni habu ya uchumi wa kanda ya Ziwa. Baadhi ya hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa ni pamoja na kuangalia namna ya kuongeza runway ili iweze kukidhi ndege zote kubwa ziweze kutua pale. Na katika hilo kumekuwepo na jitihada za kutafuta eneo zaidi ambalo kumekuwepo na mazungumzo ya hapa na pale yanayohusiana na kuongeza eneo ili kuweza kupata ukubwa wa eneo. Mheshimiwa, kwa mujibu wa kanuni naongeza muda mpaka tumalize shughuli yetu. Katika hoja iliyoletwa ambayo inahusiana na upande wa jengo, Mheshimiwa Spika, mimi nimepata fursa ya kufanya ziara Mwanza na nikakaa na wabunge wa Mwanza, nikakaa pia na viongozi wa serikali wa Mwanza. Ni kweli hiki ambacho Mheshimiwa waziri amekisema, jengo lililokuwa linatazamiwa kujengwa awali halikuwa linaendana na hadhi inayotakiwa kujengwa, ikihusisha hata kuongeza urefu na upana wa uwanja wa Mwanza. Kipi ambacho kimekuja kukubalika ndani ya serikali? Imekuja kukubalika kwamba lijengwe jengo ambalo hatutataka kulibomoa tena baada ya muda mfupi. Uwanja wa Mwanza sina maana ya kubeza viwanja vingine, lakini hauwezi ukajenga uwanja wa Mwanza jengo lake likalingana na uwanja wa ndege wa Singida, uwanja wa ndege wa Dodoma huu uliopo wa sasa, kiacha ule wa Msalato, ama uwanja wa ndege wa Iringa wa zamani. Linatakiwa jengo ambalo litakuwa na standard ya viwanja vya kimataifa. Kwa hiyo hili ni hoja ambalo tulikubaliana. Na kwa kuwa sasa budget imeandaliwa, nimeongea na Mheshimiwa waziri, amenihakikishia kwamba hata lile linalotokea kwa uwanja wa Serengeti sio mbadala wa uwanja wa Mwanza. Kule utajengwa kwa PPP ukihusisha sekta binafsi, lakini commitment ya serikali ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wenye hadhi ya viwanja vya ndege vya kimataifa na kufanya Mwanza kuwa habu ya shughuli za kiuchumi hasa zinazohusisha viwanja vya ndege, ile iko pale pale. Mheshimiwa Spika, commitment niliyowaachia waheshimiwa wabunge wa Mwanza ni kwamba tutakuwa na kikao cha pamoja ili tuwe na uelewa pamoja, na baada ya hapo waiachie serikali kutekeleza yale ambayo yamekwama. Kwa hiyo nimeitisha kile kikao Ijumaa, ambapo wabunge wa Mwanza wote watakuwepo, serikali ya mkoa itakuwepo, wizara ya fedha watakuwepo, wizara ya uchukuzi watakuwepo, pamoja na wizara ya ujenzi, ili tuweze kumaliza haya yote ambayo yalikuwa yanaleta mkwamo, na baada ya hapo Mheshimiwa Spika, serikali tuendelee na utekelezaji. Naomba waheshimiwa wabunge waridhie hili, tutajadiliana kuondoa yale yanayoleta mikwamo katika kikao hicho cha Ijumaa ili tuweze kuiachia serikali iendelee na hatua ambazo zitafuatia. Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Kiswaga. Mheshimiwa Spika, kwa kauli hiyo ya serikali ya kukutana na wabunge, niombe wabunge wa kanda acha shilingi ya Mheshimiwa waziri ili mazungumzo yaendelee Ijumaa. Asante sana. Asante Mheshimiwa Festo Sanga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nipongeze serikali na kwa kazi ambayo inafanya kwenye ujenzi
wa viwanja nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunafahamu sera ya serikali ni kuhakikisha kila mkoa unakuwa na uwanja wa ndege. Na sisi watu wa mkoa wa Njombe tumekuwa na uhitaji wa uwanja wa ndege kwa muda mrefu. Na serikali imekuwa ikitoa ahadi mbalimbali za viongozi kwenye ilani, kwenye majibu hapa ya kuonyesha kwamba mnaweza kujenga uwanja wa Njombe. Na moja kati ya majibu ambayo serikali imekuwa ikitoa ni kwamba kuna majadiliano yanaendelea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa natamani commitment ya serikali. Mheshimiwa Sanga, ndio. Hoja yako haiendani na sera. Hoja yako haiendani na sera, specific umetaja eneo lako. Kwa hiyo kaa chini. Nimeanza kwa sera Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa kaa chini. Mheshimiwa Aishi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Na mimi nataka kumuomba waziri, sikumsikia katika majibu yake kuhusiana lini sasa tutaanza ujenzi wa kujenga meli mpya ndani ya Lake Tanganyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Aishi, tunataka masuala ya sera. Unapogusa eneo lako unahuqualify, kaa chini. Kifungu hicho kinaafikiwa. Mheshimiwa, tunaingia kwenye guillotine. Fungu 62, Wizara ya Uchukuzi, shilingi bilioni 126 milioni 41,236,000. Hicho kinaafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yako ijielekeze kwenye kitabu cha 4. Fungu 62, Wizara ya Uchukuzi, ukurasa 256. Shilingi trilioni 2 bilioni 746 milioni 696,846,000. Hicho kinafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ya matumizi imekamilisha shughuli. Bunge linarejea. Ama kamati ya bunge zima ili kupitisha makadirio na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Na hivi sasa SIWA ikiwa inawekwa tena mezani kuashiria kwamba mamlaka ya bunge inarudi kwenye kiti, na anayetuongozea mjadala huu jioni hii ya sasa ni Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Mheshimiwa, tukae. Toa hoja. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni 126 kanuni ndogo ya 3 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Agosti mwaka 2025, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako limekaa kama kamati ya matumizi na limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Uchukuzi wa mwaka wa fedha 2026-2027. Waniafrika waseme ndio, wasiafrika waseme sio. Waliafrika wameshinda. Chukua nafasi hii Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana wewe na timu yako pamoja na wataalamu wa TPA management yote kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Imeonyesha dhahiri uwekezaji uliofanywa na serikali kwenye bandari yetu una tija kubwa sana, na bandari yetu kwa sasa hivi imeelemewa na mizigo, imelemewa na meli. Lazima kuwe na affirmative action na strategies za kuboresha na barabara. Reli yetu hii ya SGR itapofika 2030
Sasa hivi kapasiti yake ni 25 million tons. Mizigo ambayo itategemewa 2030 ni almost ton milioni 62. Kwa bila barabara bora Tanga Handeni, Singida Tabora, Dar, Morogoro, Dodoma, lazima serikali na Mheshimiwa Waziri Mkuu uko hapa, muwe na mkakati maalum. Kontena hizi 110,000 ukiziweka barabarani ni kilomita 640. Kilomita 640 ni Dar es Salaam probably mpaka Tabora au labda karibu na Mwanza. Msongamano utakuwa mkubwa kama barabara zetu sio za kisasa. Lazima tuwe na mkakati maalum wa barabara, viwanja vya ndege, bandari na SGR ili tuwe na malengo. Na kama bandari yetu hatujaboresha, the dream ya dira 2050 itakuwa haipatikani. Hapo ndo kwenye pesa za kusaidia taifa letu. Na kutokana na uzuri na maboresho wanayofanya wenyewe, mimi ningefikia hata serikali ifikirie authority kama hii ya TPA iwe na uhuru, iwe na autonomy. TPA Hybrid Public Authority ni chombo cha umma lakini kinajiendesha na market, masoko yanavyokwenda, ili waweze kuwa na ufanisi zaidi na Watanzania wenyewe wanaweza kufanya. Kwa mimi nikushukuru sana na nikushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuweka vizuri swala la uwanja wa ndege wa Mwanza. Uwanja huu ni strategic, sio kibiashara, hata kwenye mambo ya ulinzi. Tulipovamiwa na Idi Amin, ndio uwanja ulitumika kuikomboa. Kama watu wamjui, ndio ulitumika kuikomboa Tanzania na Mutukula kurudi nchini Tanzania. Kwa ni muhimu sana uwe biashara, lakini uwe vivyo una rapid response team ya kufanya kazi za kiulinzi pale inapohitajika. Kwa hivyo nashukuru sana. Kwa bahati mbaya taa yangu haionekani hapa.